Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet. Mtazamaji wa PMTV kutokea Tanzania, Dar es Salaam. PMTV tuko nawe kwa kuwezeshwa kwa ukubwa zaidi na mabingwa kubashiri Tanzania PMBet. Kupitia pmbet.co.tz unaweza ukajishindia fedha na zawadi mbalimbali yakiwemo magari. Wao ndio wamenipa nguvu ya kutua hapa maeneo ya Berkane, Morocco. Bwana, Berkane ni manispaa ambayo inapatikana kaskazini mashariki mwa nchi ya Morocco. Na hapa ni tumekuja kwa ajili ya mchezo wa fainali ya mkondo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation Cup. Hapa wenyeji wa manispa hii hapa wanamaanisha Renaissance Sportive de Berkane, wao watawakaribisha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club katika mchezo huo wa fainali mkondo wa kwanza. Na hapa niliposimama ndipo fainali hii itakapofanyika. Huu ni uwanja wa manispaa ya Berkane. Kama ukiangalia mpaka kule juu utaweza ukaona kile ambacho kipo katika uwanja huu, na hapa ndiko fainali itakapofanyika ambapo mnyama Simba atakaribishwa na RS Berkane kwa ajili ya mchezo huo wa fainali. Bwana, uwanja huu kwa nyumbani Tanzania unaweza kuufananisha na uwanja wa KMC. Kwa maana gani? Moja, umiliki wake uko chini ya manispaa ya mji wa Berkane kama ilivyo manispaa ya Kinondoni KMC, lakini hata idadi ya kubeba watu huu ni kama umezidi watu kama 1400 hivi. KMC watu 8000, lakini huu unabeba watu 12000. Lakini utofauti mkubwa wa hapa ni kwamba facilities zake, miundombinu yake imekidhi vigezo vya shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa ajili ya kuhodhi michuano ya kimataifa. Na ndio maana RS Berkane licha ya kwamba uwanja unabeba idadi ndogo ya watu, lakini wamekuja hapa kwa ajili ya mchezo wao wa fainali. Twende niendelee kuonyesha kile ambacho kinaendelea, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mchezo huu wa fainali kati ya RS Berkane dhidi ya Simba. Bwana, maandalizi yanaendelea na kama unavyoona tayari sehemu za kuingia tayari zimewekwa vizuri kwa ajili ya watu kukata tiketi zao na kuingia ndani kwa ajili ya kutazama mchezo husika wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Bwana, hii inakuwa ni fainali nyingine ambayo Berkane wanaenda kuicheza mara baada ya kutoa kombe hili la shirikisho barani Afrika mara mbili. Wametoa kombe hili mara mbili, lakini vile vile wao ndio mabingwa watetezi wa kombe hili, lakini pia wametoa kombe la Super Cup, na maanisha Super Cup ya Africa, CAF Super Cup. Kwa hivyo wana makombe matatu makubwa ya barani Afrika, na hapa ndipo ambapo mchezo huu utafanyika wakiwa wanatafuta kombe lao la tatu la shirikisho barani Afrika. Lakini kwa upande wa Simba, wao watakuwa wanatafuta kombe lao la kwanza la shirikisho. Bwana, kama unavyoshuhudia tayari maandalizi yanaendelea kuwekwa vizuri kwa ajili ya mchezo husika. Kila kitu kinaandaliwa kwa ajili ya kuhakikisha mchezo unafanyika katika viwango ambavyo vinakidhi kile ambacho CAF wanahitaji kifanyike. Lakini PMTV tuko hapa, tutakuwa tunakujuza kila hatua ya kile ambacho kinaendelea. Mara ya mwisho Simba kufika katika hatua ya fainali ya michuano ya CAF ilikuwa ni mwaka 1993. Hivi sasa wametua tena hapa Berkane mara baada ya kupoteza ile fainali dhidi ya Stella Ajame ya kutoka Abidjan na Ivory Coast. Hivi sasa wamekuja kujiuliza tena kwa RS Berkane. Hali itakuwa vipi? Endelea kufuatilia PMTV, tutakuwa tunakujuza kwa utuo kila kinachotokea katika uwanja huu wa manispaa ya Berkane mpaka siku ya mwisho ya mchezo kuona nini ambacho kitafanyika. Lakini haya ndio mazingira ya nje ya uwanja huu wa Berkane, na baadaye tutaingia ndani, utaweza kushuhudia kile ambacho kinatokea katika eneo hili na maandalizi kwa namna ambavyo yanaendelea katika eneo hili. Bwana, mimi ni Petro Mzigu, endelea kutufuatilia kupitia PMTV, lakini usiache kuendelea kubashiri na PMBet kupitia pmbet.co.tz.